mchezo kati ya Singida Black Stars ambaye ni wenyeji. Mechi inachezwa katika dimba la Airtel Stadium maeneo ya Mtipa pale Singida kuwakaribisha Azam FC. Manake si kwamba inachukuliwa mechi kimzaha, ni mechi kubwa na ni mechi ngumu ambayo inasubiriwa katika uwanja ule. Pengine ni mechi inaenda kutoa taswira tofauti. Unajua mechi ya kwanza ambao walicheza hapa Chamazi, mechi moja ilikuwa na vitu vingi sana vya kiufundi. Kiangalia performance ya magolikipa wote wawili, kwa upande wa Azam Aishi Manula ndo alikuwa mechi yake ya kwanza amerudi. Lakini alionyesha performance ya hali ya juu. Ni mechi ambayo Azam walishambuliwa sana. Manula alifanya saves nyingi na zamana ambayo alirescue timu kuendelea kuwa na matokeo ambayo walipata sare. Lakini Amos Abasogi naye alikuwa na performance nzuri sana ambaye alikuwa golikipa upande wa Singida. Ni mechi ambayo ilikuwa imekamilika sana kiufundi. Mechi ilikuwa na bato za kueleweka. Na ndo maana hata utasikiza maafisa habari wa timu zote mbili. Kumsikiza kwa Singida Masanza na kwa Azam utamsikiza Zaka za kazi. Wanakwambia ni mechi ambayo inaenda kutokea, haijawahi kutokea. Wakilifaa ile mechi yao ya kwanza ambayo ilifanyika pale Chamazi. Kwangu mimi naona ni mechi ambayo inaenda kuwa ngumu. Kwanza kwa aina ya position ya timu zote mbili zilizopo. Unajua leo tunapoongelea Singida Black Stars iko ya 6 kwenye msimamo. Ambao wana alama zao 25, wanahitaji wasogee. Azam wao ni watatu wana alama 29. Kwa hiyo Singida kama anashinda anapata alama 8, anaenda kukaa pale nafasi ya 4, anamshusha JKT Tanzania ambaye naye ana alama 28. Kwa hiyo kama atashinda JKT, kama atashinda Singida atakuwa na alama 28 sawa na JKT. Tofauti ni kwamba kwa sasa paka sasa unavyoona Singida ana alama 25 na JKT ana alama 28, lakini kwenye zile goal difference wote wana magoli matatu paka sasa. Kwa hiyo kama hata Singida anashinda goli moja na maana atakuwa na goli 4 na atamshusha JKT pale kwenye nafasi ya 4. Hapo ndo unapoona ugumu wa kwanza unapoanzia kwenye mechi. Unajua kariba ya Singida tangu ligi imeanza haijakuwa kwenye position hizo za top 4. Na Singida ni timu ambayo ilimaliza msimu uliopita ikiwa ya 4 na ndio maana ikapata uwakilishi wa kucheza mashindano ya CAF. Kwa hiyo ni kitu ambacho pengine ameshajijengea, kinajijenga mazoea. Aina ya squad iliyopo, aina ya benchi la ufundi iliyopo, uwekezaji uliopo Singida inachagizwa kuwa na uwanja wao ambao sasa hivi umefunguliwa, kwamba kwa nini tusiwe na kitu kizuri kama ambacho Azam wanao kwa ana uwanja mzuri kama kwetu. Kwa hiyo bado ni mechi ambayo inaweza kwenda kuwa ngumu na itakuwa ngumu pande zote mbili. Lakini kitu kingine ambacho pengine naona huenda kikawanufaisha Singida ni baadhi ya wachezaji ambao ni muhimili kwa Azam. Wako na national team kule Kigali na leo hii tumeambiwa muda si mrefu anaanza safari kurudi. Kwa hiyo huenda watarudi jioni ya leo, usiku watafika, watahitaji kupumzika. Kesho waitumie siku ya safari ambayo ni tarehe 31 kwenda Singida. Na unajua jiografia ya Singida. Lazima utoke na ndege au SGR hapa mpaka Dodoma. Dodoma kuna kilomita 286 una drive barabarani kwenda Singida. Kwa hiyo tayari inaenda kutengeneza fatigue ambayo itasababishwa na uchovu kwanza kule kutoka kwenye mashindano kuja huku wanaposafiri, lakini ndani yake pia kuna shida itakuwa ya hali ya hewa. Wametoka Kigali, wanakuja Dar es Salaam, wanaenda Singida. Kwa hiyo unaona kuna vitu ambavyo pengine vinaweza vikawaathiri baadhi ya wachezaji. Miongoni mwa vitu ambavyo Azam vinaipa balance ni eneo la goalkeeping kwa watu wawili, Foba pamoja na Ishmanula. Sasa wote watakuwa kwenye hiyo safari hiyo ambayo tunahitaji hapa. Lakini eneo lingine la kiungo cha ushambuliaji, angalia performance alionayo Suleiman Nado, lakini muangalie Feitoto. Ni watu ambao wana magoli 5 wana assist, ni miongoni mwa watu ambao wanaongoza kwenye assist kwenye ligi yetu kwa sasa. Kwa hiyo kwangu mimi naona huenda Singida wakanufaika na hicho, na Azam pengine kuna sehemu ambayo inaweza ikawa imepungua. Lakini kitu cha kujivunia ni namna ambavyo mwalimu Florai Benge amewaaminisha wachezaji wake wote kwenye squad yake kwamba wanaweza kucheza mechi aina yote kwa wakati wote. Kwa hiyo utoshangaa pia mwalimu pamoja nalo ataenda, anaweza kufanya rotation ya kikosi na hawa siwaanzishe, akaanzisha wachezaji ambao ametrain nao kwa siku chache baada ya kuwa wameingia kambini. Kwa hiyo ni mechi ambayo pengine inaweza kutafsiriwa na mbinu zaidi za kiufundi. Unajua mwalimu Benge ni mwalimu wa daraja la mbinu za kiufundi kuweza kutafsiri na kubadilisha mchezo. Lakini unaangalia benchi ya Singida lilivyo kuanzia mwalimu mwenyewe mkuu Najat, lakini unaangalia namna David Ouma pamoja na benchi nzima lilivyo. Kuna matamanio ambao wanahitaji Singida sasa hivi yapata. Na nimeona Singida imebadilika baadhi ya mechi. Unajua Singida mechi zidi ya Simba ambao walifungwa goli 2-1. Walipocreate nafasi nyingi sana, walishindwa kuzitumia, lakini mechi ilikuwa na tension sana, huenda pengine ndio maana iliwaletea shida. Lakini baada pale angalia walivyorudi wamekutana na Mbeya City. Wanatanguliwa wao kufungwa goli 1, lakini baadaye wanawabiti goli 4-1. Ni performance nzuri sana ambayo ilikuwa nao kina Ibrahim Imolo, walikuwa nao kina Linda Mtangi. Kwa hiyo bado unaona squad ya Singida inaweza kwenda kuonesha kitu kilicho bora, lakini bado Azam mwalimu ana uwezo, ana rasilimali watu wengi ambao anaweza akawatumia na wakaweza kumuonesha kitu cha ziada. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.